Wakazi wa Kisumu na maeneo jirani leo wamepata fursa ya kuuaga mwili waliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Maelfu ya wenyeji walifika katika uwanja wa Mambo leo kutazama mwili wa Raila ambao ulifikishwa uwanjani humo saa za asubuhi. Waandalizi, mtazamaji, walipata wakati mgumu kuwapanga wafuasi wa Raila ambao walikuwa wamemiminika kwa hamu na gamu kupata na kutoa heshima zao za mwisho kwa huyu mwenda zake Raila Amolo Odinga. Tumpate sasa mhariri Oko Kusa na taarifa hii. Saa 3:20 asubuhi, ndege iliyokuwa imebeba mwili wa Raila Odinga ilitua katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta mjini Kisumu na kuashiria tukio la kitaifa katika kumwaga waziri mkuu huyo wa zamani. Likiwa limefunikwa bendera ya Kenya na kubebwa kwenye jeneza la sherehe. Jeneza hilo lilisindikizwa na maafisa waliovalia sare katika msafara wa heshima wa serikali, hatua zao zilizopimwa zikiakisi uzito wa hafla huo. Ndani ya uwanja uliokuwa umejaa, waombolezaji walijitahidi kuzuia huzuni yao. Wengine waliomboleza waziwazi, wengine wakiimba, sauti zao zikipanda kwa hisia mbichi. Walinda usalama walishindana kudumisha utulivu, huku mamia ya watu wakisonga mbele wakitamani kumwona mtu huyo ambaye wengi walikuwa wamemuita rais wa watu kwa muda mrefu. Lakini tuko na uchungu, tuko na baba mpaka aende kaburini. Tunaomba Mungu aweke roho yake mahali pema peponi. Wakiwa wamezidiwa na hisia, waombolezaji waliofadhaika walijaribu kukiuka vizuizi hivyo na kuwalazimisha maafisa wa kutekeleza sheria katika jitihada kali za kushikilia mstari huo. Waombolezaji kadhaa walianguka wakizidiwa na joto kali na huzuni na kusababisha wahudumu wa huduma ya kwanza kuwa na kibarua kigumu cha kuwafaa waliozidiwa. Kufikia saa 3:40, umma ulianza kuutazama mwili wa hayati Raila chini ya ulinzi mkali. Maafisa wa usalama walitoa onyo kali, hakuna picha za mwili zilizopaswa kupigwa. Msafara huo mzito ulipoendelea, kulikuwa na heka nyingi tu. Vuvuzela zilipenya hewani, huku matawi ya kijani kibichi, ishara ya maombolezo katika utamaduni wa Wajaluo, yakiyumba kwa upole kwa mikono iliyoinuliwa. Ilipofika saa 5:55, barabara inayoelekea uwanjani ilikuwa bado imejaa waombolezaji, wakifika kwa mamia kuaga kiongozi huyo. Saa 9:10 kamili, utazamaji wa umma ulikamilika na safari ya mwisho ya Raila kwenda nyumbani kwake huko Bondo ikaanza. Kinyume na mipango ya awali ya kusafirisha mwili wake kupitia barabara, mwili ulisafirishwa kwa ndege, uamuzi uliohusishwa na kuyoyoma kwa saa. Oko Kusa, NTV.